Kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amemshambulia naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, akidai kuwa kiongozi huyo ana mamlaka yoyote kisheria ya kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini. Zitto Kabwe ameeleza kuwa mikutano ya hadhara ni haki ya msingi inayolindwa kikamilifu na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria za nchi, na kusisitiza kuwa agizo lililotolewa na naibu waziri huyo bungeni linakiuka misingi mikuu ya kisheria na kidemokrasia. Katika maelezo yake ya kisheria, kiongozi mstaafu wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe amefafanua kuwa kisheria vyama vya siasa havina wajibu wa kuomba kibali kwa kufanya mikutano ya hadhara, bali vinatakiwa kutoa taarifa tu kwa jeshi la polisi. Amebainisha vilevile kuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP atajwi mahali popote kwenye sheria za vyama vya siasa kuhusiana na utaratibu wa mikutano hiyo. Zitto Kabwe ameeleza kuwa mamlaka ya kisheria ya kupokea taarifa za mikutano na kuratibu ulinzi yapo chini ya mkuu wa polisi wa wilaya yani OCD pekee, na kwamba kiongozi huyo wa wilaya ndiye mwenye jukumu la kisheria la kupokea taarifa hizo badala ya mapendekezo na maelekezo ya kisiasa kutoka ngazi za juu za wizarani. Kiongozi huyo mstaafu wa ACT Wazalendo ametoa wito kwa makamanda wote wa jeshi la polisi kutosimamia wala kutekeleza maagizo hayo aliyoyataja kuwa ni ya kisiasa na yasiyo na msingi wa kisheria. Ameonya kuwa mkuu wa polisi wa wilaya yoyote atakayefuata maelekezo hayo ya kisiasa na kuzuia mikutano halali ya vyama atatakiwa kuwajibishwa kama mtu binafsi mahakamani kwa kuvunja katiba na sheria za nchi. Zitto Kabwe amewasihi viongozi wa vyama vya kisiasa kusimama kidete kutetea haki hizo za kikatiba, akionya kuwa kuruhusu maagizo ya namna hiyo kupita bila kupingwa kutafungua milango ya uvunjaji mkubwa wa sheria katika siku zijazo na kuhatarisha mfumo wa vyama vingi nchini. Kupatwa kwa makombora hayo ya kisheria kumekuja kufuatia maelezo yaliyotolewa bungeni na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alipoeleza kuwa serikali kupitia jeshi la polisi alitaruhusu mikutano au shughuli zozote za kisiasa zinazoweza kuhatarisha usalama na utulivu wa kitaifa. Naibu waziri Katambi alisisitiza bungeni kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria katika kuhakikisha utulivu wa taifa unalindwa. Alitoa maelekezo kwa jeshi la polisi kutotoa fursa ya kufanyika kwa mikutano ya hadhara kwa chama chochote kile, ikiwemo Chama cha Mapinduzi CCM au vyama vya upinzani katika kipindi hiki ambacho nchi inakabiliwa na tishio la maandamano. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alifafanua bungeni kuwa hatua hiyo inalenga kuwapa wananchi nafasi ya kushiriki katika shughuli za kujenga uchumi badala ya kujihusisha na mikutano ya kisiasa inayoweza kuleta sintofahamu. Alieleza kuwa katika mazingira ya sasa ambapo serikali inafanya mkazo dhidi ya wahalifu, inakuwa vigumu kuwatambua na kuwatenga wahalifu hao wanapokuwa ndani ya mikusanyiko mikubwa ya watu kwenye mikutano ya hadhara. Kiongozi huyo alieleza akiongezea kuwa kuna changamoto za kiusalama zilizobainika ambalo jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata baadhi ya watu wakiwa na madumu ya petroli na silaha mbalimbali wakipanga kufanya matendo ya kihalifu nchini. Kutokana na hatua hizo za kiusalama, naibu waziri Katambi alieleza kuwa serikali imechukua pia hatua za kuzuia shughuli za baadhi ya kumbi na klabu za starehe katika maeneo ya Oysterbay na maeneo ya makazi.
jijini Dar es Salaam ambazo asijafuata utaratibu ili kudhibiti matishio ya kiusalama wakati msako mkali ukiendelea. Naibu Waziri Patrobas Katambi vilevile alisisitiza kuwa serikali haitasita kuchukua hatua ngumu dhidi ya mikusanyiko yoyote itakayoonekana kuitishia amani ya nchi, na kwamba operesheni ya kuwakamata wote wanaohusika na mipango ya kihalifu zitaendelea kote nchini bila kujali nafasi au vyama vya siasa wanatuhumiwa. Kufuatia maagizo hayo yaliyotolewa bungeni, jeshi la polisi limeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali na kuzuia shughuli za kisiasa zilizokuwa zimepangwa na vyama vya siasa katika maeneo tofauti tofauti. Mkuu wa jeshi la polisi nchini ameagiza makamanda wa mikoa na wilaya kusimama kikamilifu na kusimamia kikamilifu maelekezo hayo mapya na kuhakikisha hakuna chama cha kisiasa kinachokiukia agizo hilo la kisheria. Serikali imebainisha vilevile kuwa hatua hizi ni za muda mfupi tu na zinalenga kudhibiti matishio ya kiusalama yaliyobainika kupitia ripoti za kiintelijensia zilizokusanywa na vyombo vya ulinzi nchini. Kauli hizi zinazokinzana zimezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi, wadau wa sheria na wachambuzi wa siasa nchini. Upande mmoja unaunga mkono hoja ya kiongozi mstaafu Zitto Kabwe, ukisisitiza umuhimu wa kulinda katiba na sheria zinazotoa uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara bila kuingiliwa na mamlaka za kiserikali. Kwa upande mwingine, wadau wanaunga mkono msimamo wa naibu wa rais ama naibu waziri Patrobas Katambi, wanashikilia kwa usalama wa taifa na utulivu wa raia ni jambo la kwanza linalopaswa kuweka na kupewa kipaumbele ili kuzuia furugu za machafuko yanayoweza kujitokeza nchini. Viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na upinzani wameanza kukatana ili kutathmini hatua hiyo ya serikali, huku wakionyesha kutoridhishwa kwa jinsi serikali inavyotumia hoja za kiusalama kuizuia haki zao za kikatiba na kukutana na wananchi. Zitto Kabwe ameeleza kushikilia msimamo wake wa kuwa agizo la naibu waziri ni batili na alipaswi kutekelezwa na jeshi la polisi kwa kuwa linakwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, huku akitaka kuwepo kwa majadiliano ya kisheria badala ya kutoa maagizo ya upande mmoja bungeni. Mvutano huu wa kisheria na kisiasa kati ya Zitto Kabwe na naibu waziri Patrobas Katambi unaendelea kuvuta hisia za wengi nchini Tanzania, wakati jeshi la polisi likiendelea kufanya doria katika maeneo mbalimbali kuhakikisha maelekezo hayo yaliyotolewa na serikali yanatekelezwa kikamilifu.